Tunaona kwa sasa kuna huu mchakato wa sasa kwamba no reforms, no elections. Hili vuguvugu ambalo tunaliona kwa sasa halijatokea tu pasipokuwa na chanzo. Chanzo kikubwa ni uchaguzi kuwa mbovu, kuanzia mchakato wa uchaguzi mpaka uchaguzi kuwa mbovu. Kwa sababu tunakuja kuona kwamba sheria ambazo tupo nazo mpaka sasa, sheria mama ilikuja kuundwa kipindi ambacho Tanzania hatukuwa kwenye vyama vingi vya kisiasa mnamo mwaka 1977, nasemea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao ndio sheria mama kwa sheria zote za Tanzania. Wakati inaweka mfumo wa namna ya kupatikana kwa viongozi na namna ya ya usimamizi wa upatikanaji wa viongozi hao, tulikuwa bado tupo kwenye mfumo wa chama kimoja. Kwa hiyo mazingira yote ambayo yalikuja kuandaliwa yalikuwa yanawekwa kwa mfumo wa ku take interest na chama kimoja ambacho kilikuwa Chama cha Mapinduzi. That's why tunakuja kuona kwamba wale ambao wanapaswa kusimamia hizi hapa chaguzi, kuanzia uchaguzi wa rais, uchaguzi wa wabunge, uchaguzi wa madiwani mpaka huku chini, wajumbe wake wote ni wateule wa rais, sawa sawa, na wanamwakilisha rais. Sasa ukija kutazama kwamba wale wanaopatikana kwa kiwango kikubwa sana ni watu ambao wanakuwa karibu na baadhi ya wagombea ambao tunaweza tukasema ni fans wa Chama cha Mapinduzi kama sio wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Ndio maana kwa sasa tunakuja kuona kwamba wanaokuja kusimamia na kutangaza wabunge ni wakurugenzi, sawa sawa. Sasa hao watu wanapatikanaje? Ni wateule wa rais, sawa sawa. Wanaokuja kusimamia kupatikana kwa rais ni tume, na tume hiyo inapatikanaje? Kuanzia mwenyekiti mpaka wajumbe ni wateule wa rais. Kwa hiyo hii ya kwamba no reforms, no election, msingi wake mkuu ni ubovu wa mchakato wa uchaguzi na uchaguzi wenyewe kuwa mbovu. Nitakupa mfano kwamba tumeshuhudia pakubwa sana mawakala wa vyama vya upinzani wakifanyiwa ndivyo sivyo. Wakati huo mawakala wa Chama cha Mapinduzi wakipata upendeleo. Lakini pia tumeshuhudia pakubwa sana majimbo ambayo yanakuja kuonekana yana upinzani mzito, yana ushawishi mzito kupitia vyama vya upinzani, ndipo ambapo ulinzi unawekezwa pakubwa. Kwa nini inatokea hivyo? Ni kwa sababu hata hawa ambao wamepewa dhamana ya kuwa walinzi wa raia na mali zao wanakuja kuonekana kwamba wameegemea, sasa wameshatoka kuwa walinzi wa raia, wanakuwa walinzi wa Chama cha Mapinduzi. That's why Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinakuja na hii ya kwamba no reforms, no elections. Sababu kuu ni mchakato wa uchaguzi na uchaguzi wenyewe kuwa mbovu. Tumeshuhudia miaka ya nyuma, tumeshuhudia 2019, tumeshuhudia mwaka 2020 na vile vile tumeshuhudia mwaka jana 2024. Kwa hiyo that's why we have no reforms, no election. Hicho ndio chanzo kikuu cha kuwapo kwa slogan hiyo. Inawezekana ikawa asilimia kubwa, nguvu ni kubwa sana kwa mwaka huu. Ndio. Miaka ya nyuma huwa inafanyika, lakini mwisho siku inakuwa inapotea. Nguvu ya sasa hivi ya no reform, no election, tutegemee kuiona inatuletea matokeo ama inatoa matokeo mpaka mwisho wa uchaguzi, ama inaweza kama maendelezo zaidi kuvuka mpaka uchaguzi? Yote yanawezekana, kwa sababu kauli ya mwisho ya kutekelezwa ni wananchi wenyewe. Wananchi wanapewa elimu kiasi gani juu ya haki ya kuchagua, haki ya ulinzi wa kura yao, umuhimu wa thamani ya kura yao, sawa sawa. Kwa hiyo kama wananchi wakipewa elimu ya kutosha juu ya nini maana ya uchaguzi, matokeo ya uchaguzi, kipi kitatokea baada ya uchaguzi, kipi kitatokea baada ya uchaguzi kutokuwa wa viwango vile, uchaguzi ambao hauheshimu
au pia hautambui au hauthamini kura ya mwananchi, nafikiri yote yanawezekana. Kwa hiyo yote haya yapo mikononi mwa raia, kwamba raia watapewa elimu kiasi gani na watareact vipi. Kiufupi ni kwamba katika jamii iliyostaarabika na yenye busara kabisa, haihitaji kuwa na shinikizo la nje, na shinikizo la nje huwa ni sheria, kwamba tunakuwa na sheria imara ili kwamba tukimpata kiongozi ambaye ni malaika isiwe shida, lakini siku akipengeuka sheria zimulete kwenye mfumo. Au pia tukimpata kiongozi ambaye ni dikteta ama ni shetani, sheria ziweze kumdhibiti. Sasa kama jamii imestarabika, hatuhitaji kuwa na sheria, hatuhitaji kuwa na shinikizo la kutoka nje. Sasa unaweza kuona kwamba kwa nini hii no reforms no election imepata nguvu kipindi hichi. Ni mara baada sasa ya kuona kwamba busara ambazo zimekuwa zikitumika katika chaguzi za nyuma zinaonekana zimegonga mwamba, na siku zote tunaamini kwamba uvumilivu wa kisiasa huwa una mipaka. Hakuna uvumilivu usio na mipaka. Vyama vya upinzani vimevumilia sana. 2019 vimefanywa ndivyo sivyo, vikasema ngoja tuone mwakani. Vimeshuhudia pia 2020 imekuwa hivyo hivyo. Vimeshuhudia pia mwaka jana kwamba vilidhani vikiingia kwenye huu mfumo wa uchaguzi serikali na Chama cha Mapinduzi vitakuwa vimeshajifunza, lakini vinakuja kushuhudia yale yale ya mwaka jana, mwaka gani yanazidi kutokea. Kwa hiyo uvumilivu unafika mwisho, wanakuja kuona kwamba njia pekee iliyobakia ni kushinikiza sasa yale madhaifu ambayo tupo nayo kwenye sheria mama na sheria zingine zote zinazohusika na uchaguzi yafanyiwe mabadiliko. Tunakuja kuona kwamba jamii tulionayo sasa imeshindwa kuishi katika utashi wa kidemokrasia. Tunaanza kukurudishana katika misingi ambazo zilikuwepo awali za chama kimoja. Sasa kwa sasa hii no reforms no election inapata nguvu sana, na Chadema wamekuja na no reform no election, lakini pia wamejichagulia njia yao, njia kwamba endapo wasifanye mabadiliko chama tawala tutaingia barabarani. Yeah. Wako sahihi kiasi gani? Kwa maana hiyo itakuwa si sheria sasa, itakuwa ni wanashinikiza kutoka kwenye sheria itaenda kwenye nguvu. Wako sahihi kiasi gani? Kwanza tutambue kwamba peaceful demonstration ni haki ya kikatiba. Maandamano ya kiamani ni haki ya kikatiba. That's why hata wakati mataifa yetu Tanganyika, Zanzibar, Kenya na mataifa mengine yote Afrika na pia worldwide ambayo yalipambania kupata uhuru, sasa yalitumia njia mbalimbali, ikiwepo kwamba Tanganyika tulikuwa na maandamano ya amani. Moja pia ni ya maandamano yalikuja kutokea mwaka 1958 wakati JK wa kwanza, JK Nyerere anakamatwa na wakoloni sasa na kutozwa faini. Pia alikoswa faini akachangiwa, sio dhambi wala sio kosa. Sasa maandamano ya amani sio kosa. Kwa hiyo Chadema wakisema kwamba kama watashindwa kuweka mifumo rafiki ambayo inaweka mazingira ya kuthamini, kuheshimu na kutambua nguvu ya kura ya raia, nguvu ya kura ya mwananchi, watashinikiza wananchi hao kuingia barabarani, kwa sababu siku zote haki haiombwi. Siku zote haki haiombwi, haki inapambaniwa. Sasa kwa hiyo watakuwa wanapambania haki yao ya msingi, haki yao ya kikatiba. Wewe ni mwenyeji nchini Tanzania, hali ya kisiasa unajua. Chadema mara kadhaa wamekuwa wakiandamana, yanayotokea umekuwa mashahidi, na pale Dar es Salaam kuna mwanafunzi mmoja aliwahi kufa kwenye maandamano. Ni haya maandamano ya amani ambayo tunayazungumza. Vipi haya maandamano ya nchi nzima ikitokea, usalama wa raia utakuwaje? Kwanza tutambue kwamba chanzo cha kifo cha yule mwanafunzi kama sikosei ilikuwa 2018, alikuwa anasoma kama sikosei NIT Aquilina. Sasa yule mwanafunzi kipi kilichokuja kumuua? Alipigwa ngumi? Alipigwa kofi? Alianguka? Kilichokuja kumuua ni risasi. Akina nani wenye dhamana ya kumiliki
bunduki. Risasi ilitoka kwa nani? Waliofyatua risasi ni jeshi la polisi. Kwa hiyo tumeshuhudia maandamano mengi. Juzi kati Chadema wameandamana, polisi hawakufyatua risasi. Ulisikia kifo? Vifo havikutokea. Kwa kama vifo vinatokea, tujihoji kwamba nani anayesababisha hivi vifo, nani anayeua? Tafsiri yake ni kwamba jeshi la polisi lisipoleta vurugu, wala maandamano hayana madhara kabisa kwa raia, kwa sababu tumeshuhudia maandamano mengi ambayo hayajawahi kutoa madhara makubwa kiasi hichi ya kuua, kama tu jeshi la polisi halijafyatua risasi. Unadhani kwa nini linafyatua risasi? Ni kwamba raia wanaoandamana wanapeleka vurugu? Hawapeleki vurugu, hawafanyi nini, isipokuwa ndicho kile ambacho tunakita kwamba wanatoka katika misingi ambazo ni za kuanzishwa kwa jeshi, kwamba linapaswa kuwa walinzi wa raia na mali zao. Wanahama kutoka pale na kuingia kufanya vitu ambavyo sio vya kwao. Yes.